Mheshimiwa mbunge, tunashukuru sana, tumebomokewa manyumba, watu mifugo imeenda, kuku, bata zote zimeondoka, na watu ni wengi waliobomokewa kama idadi ulivyoipata. Mimi pia namshukuru kwa namna moja au nyingine, kwa sababu sisi tulikuwa ni watu sana tu ambao tunajua kwamba mambo ya maafa na misaada kutoka serikalini tulikuwa tunaangalia kwenye vyombo vya habari. Kwa sasa changamoto tunayo kwa ajili ya kuangalia namna ya kulala na watoto na nini, lakini baada ya kupata hiyo changamoto majirani ndio wameona watusaidie hiyo changamoto. Yaani natoa shukrani, sijui niongeje. Yaani tunatoa shukrani kubwa sana kwa kazi hii, ijapokuwa mtu binadamu anapenda apate ng'ombe mzima peke yake. Na wewe umekumbuka kazi ulioifanya kwamba hawa ndio walionifikisha bungeni. Na tunawapa pole wananchi wote ambao mlipata madhara makubwa ya kusombewa mali zenu na kutishia usalama wa maisha ya kwenu. Tunajua mmepoteza vitu vingi ambavyo hamtaweza kuvikusanya katika kipindi hiki kifupi. Mimi niliguswa nilipokuwa naona klipu zile zilizokuwa zinatembea za mafuriko, lakini bahati mbaya nilikuwa nimebanwa na shughuli za kikazi, lakini dhamira yangu nilidhamiria nije nifike kuwaona ninyi wananchi wa kata ya Isengule na kata ya Ikola. Jana nilibahatika kuanza safari, niliahirisha baadhi ya shughuli kwa ajili ya kuja kuwashika mkono. Lakini yapo ambayo ningependa kuyasisitiza. Jambo la kwanza, baada ya kuona barabara za kwenu hizi zinazounganisha kijiji cha Ikola, kijiji cha Isengule na kijiji cha Kasangantongwe, sambamba na maeneo ya vijiji vya kutoka Sibwesa kwenda kijiji cha Kayenze, kutoka Kapanga kwenda kijiji cha Bujombe, maeneo haya yote yameathirika sana na mvua ambazo zimeendelea kunyesha. Miundombinu ya barabara imekatika. Habari njema kutoka kwa serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilipoona yale na nilipokuwa nimewaita watu wa TARURA na watu wa TANROADS kwenye vikao tulivyokuwa navyo pale Dodoma, niliwasilisha maombi ya kwenu ya barabara. Tayari serikali imetenga shilingi bilioni 2 zinazokuja kukarabati miundombinu yote ya barabara ambazo zimeharibika kwenye eneo la halmashauri ya wilaya. Kwa hiyo ni faraja kubwa, na Mheshimiwa Rais anatambua juhudi ambazo wananchi wa huku mnazozifanya za kujitafutia riziki, lakini madhara ambayo mmeyapata, yeye kwa kuwathamini anakuja kutengeneza barabara ambazo zitafanya nyinyi muendelee na shughuli zenu. Lakini la pili ni kuombe sana gavana utusaidie kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya. Chanzo cha mafuriko ni uharibifu wa mazingira tulioutengeneza sisi wananchi. Kabla ya uharibifu, mafuriko kwenye maeneo ya kwetu yalikuwa hayafiki. Sisi tunaishi karibu na milima. Ile milima ina vyanzo vya mito. Siku za nyuma, kwa kuwa tulikuwa na uoto wa asili ambao ni mzuri, maji yalikuwa yanafuata mkondo wa kwake. Leo tuna idadi ya mifugo mingi, tuna idadi za shughuli za kibinadamu zinazofanywa na wananchi karibu kila maeneo. Tayari ile mito tumeshaanza kuzisindilia. Zile mifereji ambazo zilikuwa zinabeba maji na kuyapeleka ukingo wa ziwa Tanganyika tulishaziharibu. Matokeo yake maji sasa hivi hata tukiwa na mvua ya kawaida lazima ilete
madhara makubwa kwetu sisi. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, msimamie suala zima la uhifadhi wa mazingira ili kuweza kuwaokoa wananchi hawa. Vinginevyo kila mara tutakuwa tunakuja kutoa pole kwa sababu ya mazingira yaliyoharibika. Jambo jingine la tatu ni kuwaomba wananchi wale ambao walielekezwa na serikali watoke kwenye maeneo ambayo hayaruhusiwi kufanyiwa shughuli za kibinadamu. Mfano, mafuriko yaliwahi kuja tena kipindi kile kilichopita. Ziwa lilijaa na watu mkaombwa mtoke kwenye maeneo yale, muende kwenye maeneo ambayo yako salama. Kwa bahati mbaya sisi binadamu huwa hatusikii, na tunasikia mpaka sikio la mbuzi likiwa kwenye nini? Kwenye chungu. Matokeo yake tulirudi kule kwenye maeneo yale ambayo ni hatarishi. Tuwaombe wale wananchi muondoke kwa hiari yenu, muende kwenye maeneo ambayo yako salama ili muweze kuishi katika mazingira ambayo yako sawa. Tunashukuru haya mafuriko yamekuja siku ilikuwa ni mchana. Laiti kama mafuriko haya yangekuja usiku, tungepoteza idadi ya watu ambao wangefariki. Kwa hiyo nawaomba, tunasisitiza kwa ajili ya usalama wa kwetu sisi wenyewe. Kazi ya viongozi ni kuonyesha njia. Njia ikishapatikana muifanyie kazi. Sisi tunaishi maeneo ya huku juu, lakini athari ya huku ukiipata wewe na mimi inanigusa. Kwa hiyo naomba sana haya maelekezo tunayotoa muende mkayafanyie kazi. Tuwaombe wananchi, serikali hii inaheshimu haki za binadamu, lakini na wewe mwananchi unatakiwa uwe na wajibu mbele ya serikali yako. Yale ambayo mnaelezwa muende mkayafanyie kazi. Nchi inasonga mbele. Kuna vitu vingi vinafanywa na serikali. Leo mnashuhudia ndani ya halmashauri ya wilaya Tanganyika tuna miradi mikubwa inayofanywa na serikali. Hivi mlikuwa mnategemea barabara ya kutoka Kagwira mpaka huku kwenu iwe inajengwa mpaka kipindi hiki cha masika? Barabara ya kipande kile cha kutoka Kagwira kwenda Kasekese imepata fedha za maendeleo. Tayari wakandarasi wanafanya kazi. Kipande hiki cha kutoka Kasekese kuja huku nacho kinaendelea kufanyiwa kazi. Sambamba na hilo, tunayo miradi kwenye ukanda huu wa Ziwa. Zinajengwa meli. Pale Karema zinajengwa meli 4 na 2 zilishafikia hatua nzuri na moja nafikiri ilishawekwa majini. Lakini ukienda pale Kigoma, meli yetu ya MV Liemba tayari inafanyiwa ukarabati. Sasa ina 60%. Tunategemea kipindi chochote kile ule ukarabati wa ile meli utakamilika, uanze kutoa huduma kwa ajili ya wananchi. Niwaombe kundi la vijana, tuitumie fursa ambayo inatolewa na serikali, tufanye kazi kwa bidii. Hizi mvua tunazozipata sasa tuzitumie kwa ajili ya uzalishaji. Huku kutakuwa maendeleo makubwa mno. Lakini nje na hayo, tayari pale Kaliwa serikali imetenga fedha zaidi ya shilingi bilioni 300 zinaanza kujenga reli. Tayari mataruma yanazalishwa pale Kaliwa, yale ya silipa ya simenti ambayo yanakuja kuboresha miundombinu. Shirika letu la reli kupitia mapato ya ndani wanaanza kujenga ile barabara ya reli itakayotoka Kaliwa kuja Mpanda, lakini kipande cha kutoka Mpanda kuja Karema kinaanza nacho, kiko kwenye matayarisho ya kukamilishwa ili ukanda huu uweze kufunguliwa. Na serikali imejipanga kwa mambo makubwa. Hata sehemu ya DRC Congo, serikali yetu imejipanga kwenda kuimarisha mifumo ya kujenga bandari
ili wananchi wa eneo hili muwe na uchumi mkubwa ambao utashiriki kwa nchi yetu. Fanyeni kazi, jitume ili muweze kunufaika na kupata rasilimali zinazotolewa na serikali. Haya yamefanyika na yanaendelea kufanywa, na kupitia shirika letu la REA tumepata vitongoji vingi ambavyo vitapata umeme. Hata kule Tupondogolo wanapata umeme, na maeneo mengine ambayo hata hayakuwa na sifa, huku mtapata umeme. Kati ya vijiji vingi vitakavyopata na vitongoji vingi vinavyopata umeme ni halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika. Ina vitongoji vingi ambavyo vinaenda kupata umeme. Hiyo ni kazi ambayo inafanywa na serikali, na Mheshimiwa Rais anatoa hizo fedha kwa kuthamini wananchi wake waweze kupata manufaa makubwa, ili yaweze kuwajengea mfumo wa maendeleo kwa nchi kwa ujumla. Leo sikuja mimi kwa ajili ya kutoa hutuba, lakini unapokutana na wananchi lazima uwaeleze yale ambayo serikali inakusudia. Tumejipanga kwenda kufanya bajeti ya maendeleo ambayo italeta manufaa makubwa sana kwetu sisi. Mmeshuhudia kwenye suala la elimu, tumekuwa na uhaba mkubwa wa walimu na watendaji wetu wanaofanya kazi kwenye sekta ya afya. Tumepokea watumishi zaidi ya 60 kwenye halmashauri ambao wanakwenda kuja kufanya kazi kwenye maeneo ya kwetu na wanasambazwa sehemu zote. Hii ni ishara tosha serikali inajali. Kila napotembea kwenye maeneo ninaona sura mpya ambazo zimepata ajira mpya. Nimekuja hapa, wale wote waliokuwa wanajitambulisha kipindi cha nyuma hawakuwepo. Leo Rais ametoa watendaji, tuwatumie vizuri, watuletee manufaa sisi wananchi. Ujio wangu mimi ni kuja kuwashika mkono. Nimefanya kwenye kata ya Ikola kama mtendaji alivyotoa taarifa yake ya kukiri kupokea, na hapa yapo ambayo nimekuja kuyatekeleza. Kwenye eneo hili tunatoa kilo 4,500 ambazo tunawakabidhi na nilishazikabidhi, ambazo zitakuja kuwasaidia ninyi wananchi wale waliopata maafa. Lakini tunatoa vitakasa. Tunajua kwenye maeneo haya baada ya shida, ili tuweze kudhibiti magonjwa ya mlipuko, tumewaletea sabuni ya unga na sabuni ya miche, ili iweze kuwasaidia kutengeneza mazingira ya usafi. Lakini bado nimewapa kilo 120 za maharage. Tunajua mnapokuwa mnapata ule unga mtahitaji na mboga. Tumeleta na mafuta ambayo yatawasaidia kwa ajili ya lishe, kwa ajili ya nyinyi wananchi mliopata maafa. Kwa hiyo haya yote nimeyakabidhi. Ninachokiomba kwa wale ambao tunawakabidhi, na gavana upo, ili tusije tukapata shida, naomba kipaumbele tupeleke kwa wale watu ambao tunajua tathmini yao, tunaelewa kabisa kwamba hawa ni waathirika namba 1. Hao wakipata, hasa kundi la wazee, kundi la kina mama, kundi la watoto, ni vizuri tukajielekeza kilichopatikana kiwafikie walengwa, kuliko kwenda kwenye mikono mingine ambayo si stahiki, italeta manunguniko ambayo hayatakuwa na tija. Mimi sera zangu huwa mnazijua wananchi, na kule kwenye michakato mlikuwa mnaelewa. Mimi za kwangu huwa hazina dalali. Sasa hizi, kwa kuwa sintaweza kufika kwa kila mtu, tumekabidhi ofisi ya mkuu wa wilaya. Lakini nashukuru sana, tunaye OCS ambaye alifanya kazi nzuri sana ya usimamizi wa maafa yalipojitokeza. Mtashiriki nao, watafanya kazi nzuri ili wale walengwa waweze kufika, wapate kile ambacho dhamira yangu ilikuwa imekusudia. La mwisho ni muombe mkuu wa wilaya kupitia kwako gavana,
nanyi mkajipange, muangalie ni jinsi gani mnaweza kuwasaidia hawa wananchi kupitia mfuko wetu wa maafa, ili tuwasaidie hawa waweze kusimama. Ni mategemeo yangu mtapokea kiasi ambacho uwezo wangu umefikia hapo, lakini nimeonyesha upendo. Nimekuja jana, leo niko hapa na kesho nahitajika niwe ofisini na nitafanya hivyo, lakini kwa upendo niliona tufike pamoja, kwani tulipokuwa tunakuja kuwaomba kura tulikuwa pamoja, na mnapopata madhara tutakuwa pamoja. Niwaahidi taendelea kutafuta mifumo ya kuleta msaada kwenye maeneo haya. Nikipata wadau mbalimbali tutasaidiana. Na Mheshimiwa Gavana, ninayo fedha ambayo nakutumia, utaelekeza tumpe nani itakayokwenda kusapoti hapo. Nilishakueleza, ulikuwa bado hujanipa tupeleke wapi hizo fedha. Na pale nilipotoa fedha kwenye eneo lile, na hapa tutapata fedha, kwa kuwa hapa ni waathirika wakubwa zaidi, na kiasi nitaacha cha kutosha kwenye eneo hili. Niwatakieni kila laheri, Mungu awabariki. Tuendelee kuwaomba muwe na afya njema, na tujipange kwenye mazingira ambayo tunaishi, tusiwe kwenye mazingira hatarishi. Narudia kusisitiza, wale wanaoishi kwenye mabonde wahame, na nakuomba mkuu wa wilaya, washughulikieni wale wote ambao wako kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, waondoweni hata kama itakuwa kwa lazima, kuliko kupoteza maisha ya watu ambao wanang'ang'ania maeneo ambayo yana athari kubwa sana. Asanteni sana, Mungu awabariki.